Mheshimiwa Spika, tunazikumbusha pia mamlaka za serikali za mitaa kuongeza uwazi katika utekelezaji wa miradi katika halmashauri zetu. Mapato yote yajulikane kwa waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Masuala ya mapato na fedha za miradi ya maendeleo isiwe siri kila wakati. Katibu tawala wa mikoa wanapopokea fedha na kuzisambaza kwenda kwenye halmashauri zetu, watoe nakala ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mbunge, meya, wenye viti wa halmashauri pamoja na madiwani. Nimemwelekeza Mheshimiwa Waziri aandike barua kwa maafisa masuhuri wote kuweka uwazi huo. Waheshimiwa wabunge, kila mradi unaotekelezwa mpate nakala, miradi ambayo iko hatua za kutekelezwa, lakini na kila fedha zinapokuja, fedha za miradi, ofisi za wabunge, mamea, wenye viti wa halmashauri, madiwani wapate nakala za fedha ambazo zimeshakuja na aina ya miradi inayokwenda kutekelezwa. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza uwazi pia nimeelekeza ratiba za vikao vya baraza la madiwani zizingatie ratiba ya vikao vya bunge. Mheshimiwa Spika, vikao vya bunge sio vya dharura. Hata leo tutakapoahirisha bunge tutataja vikao vya kukutana tena. Kwa hiyo ni rahisi kwa vikao vya halmashauri kupangwa kwa kuzingatia ratiba hizo za bunge. Na Mheshimiwa Spika, kulikuwa na maana wabunge kuwa wajumbe wa vikao vya mabaraza ya madiwani. Tusitumie mazoea ya kuwatoa wabunge kwenye vikao hivyo vya halmashauri. Miradi yote ambayo ipo kwenye hatua za utekelezaji, gharama zake zijulikane na fedha zitakazokwenda kutekeleza miradi hiyo zijulikane. Lengo la kuweka uwazi huu ni kuweza kuwasaidia wabunge pamoja na wawakilishi wengine kuweza kufuatilia utekelezaji wake, thamani ya fedha na hali halisi ya utekelezaji wa miradi, ili waweze kuishauri na kuisimamia serikali vizuri. Ili kuhakikisha utekelezaji wa maelekezo haya, ninaomba waheshimiwa wabunge, mnaporejea majimboni, fuatilieni kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yenu. Na ninaelekeza, wekeni hata mawe ya msingi na zindueni miradi katika maeneo ambayo iko tayari. Vilevile hakikisheni mnapata taarifa za utekelezaji wa kila mradi na maeneo ambayo mnashauri tutumie fursa zote zilizopo katika maeneo hayo. Tumieni fursa za vikao vya halmashauri, tumieni fursa ya vikao vya baraza la ushauri la wilaya yani DCC, tumieni vikao vya baraza la ushauri la mkoa yani RCC, wizara za kisekta na ikibidi hata ofisi ya waziri mkuu kama kuna jambo ambalo mnaona linahitaji ichukuliwe hatua.